Kuna dawa inaitwa Viagra, nafikiri hujawahi kuisikia. Unafurahi ina kwamba umewahi kuisikia. Sasa Viagra component yake kubwa, utengenezaji wake mkubwa, kuna hiyo dawa nitric oxide. Okay. Inawekwa ndo inafanya kutengeneza, kwa sababu Viagra inachokwenda kufanya ni kupanua mishipa ya damu ili flow ya damu iwe kubwa zaidi kwenye sehemu zetu za siri ili mtu aweze kufanya tendo la ndoa. Sasa hauhitaji kunywa Viagra. Wagonjwa wangu nawaambia, ukila mboga za majani za kutosha, mishipa yako itapanuka. Ikipanuka, damu itakwenda kwenye sehemu za siri. Kwa nini nalisemea hili? Saa hizi tuna changamoto kubwa sana ya upungufu wa nguvu za kiume. Kubwa sana na vijana, kwa sababu ya stressi za maisha, mtindo wa maisha, uzito zetu zimekuwa kubwa sana. Na nalisemea hili la nguvu za kiume, mimi kama daktari wa moyo silichukulii kirahisi sana. Ni sayansi, tafiti zinaonesha nguvu za kiume zikipungua, chansi yako ya kupata kiharusi au mshtuko wa moyo, hata attack, katika miaka 10 inokuja unaongezeka mara 3 zaidi. Kwa hiyo sio swala tu la kufanya tendo la ndoa au mapenzi, ni signal au ni alama kwamba utakuja kupata kiharusi, utakuja kupata shinikizo la moyo, utakuja kupata mshtuko wa moyo, hata attack, au kitaalam zaidi myocardial infarction. Kwa hiyo ndio maana kitu tunarudi tena kule mazoezi, kupunguza vitu vya sukari, kwa sababu vyakula vyetu vingi, kama sio vyote sasa hivi, kwenye maduka yetu haya makubwa na kwenye slide zangu huko zinaweza zikaonyeshwa, vimekuwa na sukari nyingi, kwa sababu sukari ndio inafanya vinakuwa na ile wanaita shelf life. Naweza kukiweka dukani hapo nikaandika hiki chakula hiki kita expire mwaka 2027. Sasa sukari ina addiction au uteja au uharibu, haina tofauti na dawa za cocaine. Na ndio maana nikiwaambia watu, nikiwashauri kunywa chai bila sukari au usile kitu cha sukari, ananitizama anauliza, daktari umetokea wapi? Kwa sababu ile center madawa ya kulevya, cocaine, heroin, bangi na kadhalika, inaitwa dopamine, iko kwenye kichwa. Ni center hiyo sukari inayokwenda. Ndio maana saa zingine unamsikia mtu amekunywa siji Red Bull au amekunywa soda, anasema najisikia vizuri. Yes. Kwa sababu na mtu anivuta dawa za kulevya ni hivyo akishavuta pale. Kwa hiyo nadhani wewe unakuwa wewe ni teja, lakini teja wa sukari. Kwa tofauti yake ni kwamba umevaa vizuri, unakuja kazini hapa upendo. Lakini huna tofauti na wale mateja wangu wanokuja Muhimbili 1000 kila siku kwenye database ya kuja kunywa dawa za methadone. Utofauti tu wale wanatumia madawa ya kulevya, wewe na Meshaki mnatumia sukari. Kula vizuri, yani kula mlo sahihi, kula mlo sahihi, mazoezi na kulala muda unaotakiwa. Na lingine ambalo sikuliulizia hapo ni stress, msongo wa mawazo. Nilikuwa naongea na baba mchungaji hapo kwamba nilipokuwa najitayarisha na hichi kipindi, nilikuja kugundua kwamba kwenye Biblia neno kwamba msamehe mtu limeandikwa mara 365. Sisi hatusamehe. Mtu kanifanyia kitu miaka 2 mitatu iliyopita, bado ninacho mpaka leo. Tatizo lake kidaktari, mimi kama daktari, ukikaa na hilo kitu linakusononesha, mwili unatoa homoni inaitwa cortisol. Cortisol inabana mishipa. Ikibana mishipa utapata shinikizo la damu. Kwa tunarudi kule kwenye mtindo wa maisha. Tadasho, mara ngapi umesamehe watu walokukosea? Najitahidi. Unajitahidi? Najitahidi. Tunasema kwa neema ya Mungu.
kwa sababu kusamehe pia. Lakini daktari, ukizungumza habari ya kusamehe pia, maisha yamekuwa tunasema na msongo mwingi, hali ya uchumi sio nzuri, mambo yani ukiangalia, ukiniambia nikae bila stress nashindwa kuelewa. Sisemi ukae bila stress, haiwezekani kuishi bila stress, lakini tatizo una manage hizo stress namna gani? Hilo ndo muhimu sana. Una manage stress namna gani? Una manage stress namna gani? Una react na kitu namna gani? Nitatoa mfano ambao ni huwa napenda kurahisisha vitu. Mimi nikiendesha gari, daladala au bajaji au bodaboda ikinikata, mimi na option mbili. Moja, kufungua dirisha na kuanza kumkaripia au kwa kutumia lugha ya maneno machafu yule driver wa daladala. Sasa ukimpeleka huko naye atakujibu. Lakini option yangu ingine ingeweza kuwa kwamba bodaboda amenikata, nikasema bodaboda hao ndio kawaida yao. Ukiwa peke yako? Nikiwa peke yangu. Sasa chukulia hao madriver wawili, nani atakuwa kwenye stress na kukasirika? Huyu aliyesema bodaboda hao ndio kawaida yao. So ninapoongelea tuna manage namna gani, tuna react namna gani kinapotokea kitu ambacho hatukukipenda, ni muhimu sana kwa sababu kinaathiri afya zetu. Na sasa hivi ukiangalia idadi kubwa ya watu wana changamoto ya afya ya akili kwa sababu ya hiyo mifumo ya maisha. Lakini wakati huo wananiambia ni manage stress ili nisipate magonjwa. Dokta, huoni kama inakuwa ngumu kidogo kwa sababu maisha yametufikisha hapa tulipo sasa hivi? Tunafanyaje ili tuweze kutoka ama kutembea vizuri kwenye sehemu hiyo? Kuna vitu kadhaa ambavyo tunaweza kuvifanya wewe na mimi, na ni kweli kwamba sisi binadamu sasa hivi tumekuwa constantly, yani kila siku kuna stress. Bado narudia tena, tunazimanage namna gani? Wagonjwa wangu nini ninachowaambia? Kitu kimoja, tunasisitiza sana watu wafanye mazoezi. Na tunapozungumzia utembee hatua 10,000 ambao ni kilomita 6 karibu kwa siku, mazoezi yanapunguza stress. Mtu yote anayefanya mazoezi ataweza kukuambia hilo, kwa sababu zina relax kila kitu katika mwili. Bado narudia tena, ulaji wetu, mboga za majani zina kitu kimoja kinaitwa nitric oxide. Nitric oxide kazi yake moja ni kupanua mishipa ya damu. Ukipanua mishipa ya damu, flow ya damu inakuwa nzuri zaidi. Ina maana kwamba viungo, whether ni akili, brain au moyo, unapata damu ya kutosha zaidi. Moja ya dua ninazosikia, either nimefungua television, dua za wachungaji wetu, au nimefungua television, dua za mashehe na kadhalika, kwamba naombea waumini wangu na najiombea mimi mwenyewe maisha marefu. Sasa ni dua nzuri sana na tunatakiwa kuisikiliza na tunatakiwa kusema amin. Lakini rai yangu, mtu yoyote anayeomba kuishi maisha marefu, ambaye ni lifespan kwa kitaalam, kama hakufikiria health span, yani kama kufikiria mimi naomba maisha marefu, Mungu atasikia dua zetu, atakupa miaka 90, atakupa miaka 80. Lakini hili sasa la Mungu, jukumu lako dada Show na kaka Meshak, ni kwamba natakaje kuishi miaka 10, miaka 15 ya mwisho ya maisha yangu. Sasa ukiachia uzito uende juu, ukiachia nguvu zako za misuli ziende chini, hiyo miaka 10 ya mwisho, mimi
nataka niishi niweze kufanya vitu vile ambavyo lesi nimefika miaka 90 niweze kuishi kama vile mtu mwenye miaka 70 au kama vile mtu mwenye miaka 60. Na nitafikaje huko sasa? Nitafika huko, huwa siku zote nasema milo yetu lazima iwe plant based. Plant based maana yake ni kwamba mboga za majani, matunda lazima yawe kwa wingi kila siku. Kwa sababu mimi naomba kabla sijaendelea nitawauliza Mr. Meshak hapa na wewe dada Show. No. Wewe nijibu maswali manne tu. Wiki hii iliyopita, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili iliyopita, na tuko kwenye chombo cha dini, kwa ujijibu na wale wanaotutizama kila mtu ajijibu huko. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, kila siku lini umekunywa maji lita 1 mpaka lita 1.5 kila siku? Jijibu we mwenyewe tu. Lini kutoka Jumatatu mpaka Jumapili kila siku katika mlo wako wa mchana na jioni kulikuwa na mboga za majani na matunda? Lini kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kila siku ya Mungu umefanya mazoezi sio chini ya dakika 30 kila siku? Lini katika wiki iliyopita kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili umeweza kulala sawa kati ya masaa 6 mpaka 8 kila siku? Na la mwisho kabisa, kama yote umejibu, yote nimefanya, jiulize tu, toka lini umekuwa na tatizo la kutokusema ukweli? Kwa nini nimeuliza haya maswali? Kwa sababu mimi kama namuomba Mungu niwe na maisha marefu, hivi vitu lazima nijitayarishe, kwa sababu yeye atakupa maisha marefu. Wewe sasa jukumu lako kuangalia afya yako kwa kujitayarisha sasa hivi, kwa kula vizuri, kwa kufanya mazoezi kila siku, kwa kumanage stress zako zitakazokujia, kwenda kuangalia afya yako mwaka mara moja, kuepuka unywaji wa pombe, kuepuka sigara. Hiyo yote ni lifestyle. Tembea pale panapobidi, kwa sababu hicho unachokiwekeza sasa hivi kitakukuta. Mimi na uhakika huko kanisani niko nazungumzia, kuna wazee wana miaka 80 pale, mnawashangaa wako kwenye kwaya, wanapiga piano, wanatembea wenyewe, wengine wana 90 kabisa zaidi, wengine wana 90. Hawa wazee, wewe jaribu kutizama maisha yao yalikuwaje huko walipokuwa nani. Profesa, kuna kitu kimimi kinanichanganya hasa unavyoelezea haya mambo, na hicho kidogo nataka kuvurugika kichwani. Ndio vyakula vinavyotuzunguka. Ukitoka kwenye haya mazoezi, ukija huku utakutana na hichi ambacho chakula cha namna au kinywaji cha namna. Sasa tutafanyaje? Mtihani mbona mkubwa? Mesha, kimtihani sio mkubwa. Mtihani uko kwako wewe. Nitakupa mfano mimi. Mimi mara ya mwisho nimekunywa juisi ni mwaka 2000. Tunaongelea miaka 24 iliyopita. Miaka 2000. Mwaka 2000. Juisi ya namna gani? Juisi aina yoyote. Yaani kunywaji labda. Kunywa juisi. Sio kunywaji, kunywa juisi. Umetuambia tule matunda na ni afya. Ndio nasema haujeni. Nakuja dada Meshake. Unafahamu juisi lakini? Nafahamu. Mara ya mwisho mimi kunywa juisi au kunywa soda ni mwaka 2000. Miaka 24 iliyopita. Iko hivi. Kuna tofauti kubwa ya kula chungwa na kunywa juisi ya chungwa. Nikinywa juisi na kunywa sukari moja kwa moja. Hata kama haijawekwa sukari? Hata kama haijawekwa sukari. Na ngoja niende kwa dada hapa ataielewa vizuri. Dada, naomba nipe tu mfano ili nipate glasi moja ya juisi ya chungwa. Unahitaji machungwa mangapi? Zaidi ya 5 kulingana na jinsi yalivyo na maji. Sasa naomba nikupeleke taratibu sasa. Umesema zaidi ya 5. Mimi nitachukua machungwa 5 tu. Kwa hiyo asubuhi umekunywa glasi moja
ya juisi ya machungwa. Kwa hiyo ni machungwa 5, sio? Mchana umekunywa glasi ya pili, kwa hiyo machungwa 10. Jioni umekunywa glasi nyingine, kwa hiyo machungwa 15 kwa siku. Kwa siku 10 hayo ni machungwa 150. Kwa mwezi hayo ni machungwa 450. Umekula shamba. Kwa sababu nani anakula machungwa 450? Hamna tunda lisilokuwa na sukari. Haliwezi kuwa tunda, na ndio maana unasikia utamu. Kuna sukari mle inaitwa fructose. Ndio maana kuna haliwezi kuwa tunda bila kuwa na sukari. Linatofautiana tu tofauti kwamba hili tikiti maji ni tamu zaidi, tango lina nani chache, nanasi lina nani zaidi. Kwa hiyo tunapo encourage watu wale matunda, mimi siwezi kula matunda 15 kwa siku, siwezi kula machungwa 15 kwa siku. Pili, ninapokula tundwa na yale maganda yake, nyama zake, ile ni roughage ambayo tutafanya somo siku nyingine. Kwenye miili yetu kuna matrilioni ya wadudu wanaitwa microbiome, ambao kazi yao ni kutupa sisi kinga. Wale wanahitaji fiber, ndio chakula chao. Glasi moja ile, bahati mbaya sioni slide zangu wanaonyesha hapo, na nafikiri unaweza kutazama ile tizama ile juisi pale juu ya apple. Ni vijiko 6, vijiko 8.6 vya sukari. Sasa kama umekunywa glasi 3, ina maana siku hiyo umetumia vijiko karibu 24 vya sukari. Utaponyaje afya yako? Lakini Profesa, hiyo sukari ya kwenye matunda ina madhara na yenyewe? Kitu chochote ambacho kinazidi siku zote kitakuwa na madhara. Kinachozidi. Sasa huwezi kuongelea kwamba machungwa 15 kwamba ni sawa sawa.